एक ज़माना था कि मेरा नाम भी मस्तूर था। उस ज़माने में खुदा ने दी थी शोहरत की खबर, जो कि अब पूरी हुई बाद अज़ मरूरे रोज़गार। A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ndugu mpendwa mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu, karibu katika Maktaba ya Masihi. Maktaba ya Masihi ni kipindi ambacho tunakuelimisha, tunakueleza maneno na mafundisho njema za Masihi Maud alayhi salatu wasalam kupitia vitabu vyake. Katika kipindi kilichopita tuliangazia sana kupitia kitabu Siraje Munir, na leo tutawapatia yaliomo katika vitabu viwili vya Masihi Maud alayhi salatu wasalam. Ya kwanza ni Istiftah na ya pili Hujjatullah. Karibu nami, siko peke yangu katika studio. Ninao wale ambao wanaendelea kuchambua vitabu hivi na kutuelimisha kuhusiana na maneno ya Masihi Maud alayhi salatu wasalam. Upande wangu wa kulia anaitwa Mwalimu Mahmud Idi Saib, na vile vile upande wa kushoto anaitwa Muhammad Musa Uponyo Saib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, karibuni tena katika kipindi chetu. Kipindi hiki mnakienzi nanyi pia kama vile yule mtazamaji anakienzi Maktaba ya Masihi, na asanteni kwa kutuelimisha kuhusiana na Siraje Munir, kitabu chake. Na hiki kitabu cha Masihi Maud alayhi salatu wasalam kinachoitwa Istiftah, Mwalimu Saib, kina nini? Kinaeleza nini? Asante sana ndugu mfawidhi. Kitabu hiki Istiftah ni kitabu cha Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam, ambacho ni cha pili katika juzu ya 12 ya Ruhani Khazain, na kimechapishwa katika lugha ya Kiurdu. Kina kurasa 33 na kilichapishwa katika matbaa ya Dhiaul Islam huko Qadian. Kitabu hiki kilikuwa na malengo maalum kwa sababu kimepewa jina Istiftah. Na Istiftah manake katika lugha ya Kiingereza ni inquiry, an inquiry. Kwa hivyo an inquiry manake ni uchunguzi wa jambo fulani. Hii inquiry ilikuja wakati ambapo Pandit Lekhram alifariki. Mara baada ya Pandit Lekhram kufariki, wale wanamgambo wa Kiarya walianza kushuku na kumtuhumu Masihi aliyeahidiwa alayhi salam ya kwamba ana mchango katika kifo cha Lekhram. Sasa kwa sababu ya kule kushuku, wakawa wanashinikiza mpaka idara ya polisi kuingilia kati. Na mnamo Aprili wakavamia mwaka huo 1897, wakaja wakavamia nyumba ya Masihi Maud alayhi salatu wasalam katika uchunguzi wao ya kwamba pengine katika msako wao wangepata nyaraka zile zingedhihirisha ama zingemnasibisha na hatia ya mauaji ya Lekhram. Sasa katika uchunguzi wao walipata waraka fulani, na waliposoma wakapata kumbe, kwa bahati mbaya yao ni kwamba ule waraka ulihusu mkataba baina ya Masihi aliyeahidiwa alayhi salam pamoja na Lekhram katika burdai ya maombi, yale maombi ya kutaka kujua nani ambaye anamcha Mwenyezi Mungu na nani muongo. Kati ya hawa watu wawili maombi yaamue. Na huu waraka wa burdai ulikuwa wa miaka mingi kabla ya tukio hili. Hapo awali, na inaonekana kwamba waraka huo uliandikwa wakati wa ziara ya Lekhram huko Qadian, kitambo sana kabla ya hiyo tarehe, wakifanya uchunguzi. Kwa hivyo hii ndio sababu ya kuandika kitabu Istiftah ambacho kilikuwa kinachunguza taarifa hii ili kibaini, kitoe wazi kwamba ni vipi tukio hili lilikuwa namna gani. Ni kwa mbinu ya hawa maafisa kukuja kumkamata Masihi Maud alayhi salatu wasalam, ilikuwa ni wamkamate, lakini sawa na ile uwezo wa Mwenyezi Mungu na msaada wa Mwenyezi Mungu, wakapata ule kijikaratasi ambayo ilikuwa imebainisha kule mkataba
wa Masih Maud alayhi salatu wasalam na al-Ikram. Asante sana Mwalimu Saib. Naam, Mwalimu Saib, ni madhumuni gani ambayo pia tunaweza pata katika kijitabu hiki al-Istiftah? Namna Mwalimu Saib alivyoanza kueleza ni kwamba hali ya wapinzani ni ya kushangaza sana, kwa sababu huyu bwana al-Ikram mwenyewe alishinikiza kwamba Masih Maud alayhi salatu wasalam atoe utabiri kumhusu. Yani akiwa amejiamini na kile kiburi chake na nini, akamwambia Masih Maud alayhi salatu wasalam kwamba wewe toa utabiri kunihusu. Kwa hivyo Masih Maud alayhi salatu wasalam baada ya kufanya hivyo, na bwana al-Ikram akiwa amefariki kulingana na utabiri wa Masih Maud alayhi salatu wasalam, basi wale wafuasi wake wakaingiwa na ile husuni na chuke na nini, wakaanza kumhusisha Masih Maud alayhi salatu wasalam na kifo cha bwana al-Ikram. Namna tulivyosikia tayari ni kwamba wakashinikiza mpaka idara ya polisi ikaweza kuingilia kufanya utafiti na upekuzi katika nyumba ya Masih Maud alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo Masih Maud alayhi salam ameandika kijitabu hiki na pia pamoja na barua mbalimbali ambazo zingine zilipeanwa kwa bila malipo ili ziweze kuwafikia watu wengi sawa na iwezekanavyo. No. Basi katika kijitabu hiki Masih Maud alayhi salatu wasalam akawashutumu hawa wafuasi wa Arya na mashabiki wake al-Ikram kwa kumhusisha na kifo cha bwana al-Ikram. Kwa hivyo katika kijitabu hiki hii barua aliandika na akaandika maneno yafuatayo. Akasema kwamba na wasikitikia sana wale wanaonishtumu kwamba nimehusika katika kifo cha al-Ikram. Hawa ni watu ambao wanafanya hivyo kutokana na ile kutojua, sababu wao wana itikadi kwamba ule Mwenyezi Mungu alikuwa akizungumza na akitimiza tabiri zake kule nyuma. Lakini kwa sasa hawana imani kwamba Mungu bado anazungumza na wale waja wake. Kwa hivyo Masih Maud alayhi salatu wasalam akawabainishia kwamba Mwenyezi Mungu bado yuwazungumza na wapenzi wake. Na katika kitabu hiki na hizi barua pia Masih Maud alayhi salam akasema kwamba sasa natumaini kwamba hawa watu baada ya kusoma hii barua, hasa akatoa wito kwamba waisome kwa umakini. Na akasema kwamba natumai kwamba sasa baada ya kusoma hii barua hawa watu wataniondolea lawama kwamba nimehusika kwa namna yoyote au nyingine, moja kwa moja au kwa njia yote ile kuhusiana na kifo cha bwana al-Ikram. Na si hivyo tu, bali sasa watapata ule mwanga wa kujua kwamba Mwenyezi Mungu hata leo bado anatimiza tabiri na bado anazungumza na waja wake. Na katika hii barua pia alijibu maswali mawili muhimu sana. Swali la kwanza likiwa kama je, kuna Mungu? Basi akajadili kwa upana kwamba kudhibitisha kwamba Mungu yupo, na vile vile akajibu swali kwamba na kama Mungu yupo, je, yuazungumza na wale washirika wake? Hivyo kwa upana sana Masih Maud alayhi salatu wasalam alijadili maswali haya, na akitumai kwamba sasa wale wapinzani watapata mwanga na wajue kwamba Mungu bado yuazungumza na waja wake na anatimiza yale matakwa yao. Naam, asante sana. Kama alivyoeleza katika kijitabu kuwa Mungu yupo, hiyo ni madhumuni kuu sana kwa mwanadamu na hata yule ambaye anatazama, ni kuwa ukipata kitabu kinachoeleza ile uwezo na sifa za Mwenyezi Mungu, basi kitabu kile ni kizuri. Basi tunajua ya kuwa Mungu alizungumza hapo awali na Masih Maud alayhi salatu wasalam akasema bado anazungumza. Asante sana Mwalimu Saib. Na pia tunapata ya kuwa chochote kikifanyika kwa mtu fulani, anasema hii ni uwezo wangu ama ni uwezo wa ule mtu fulani. Je, utabiri kuhusu huyu jamaa Pandit al-Ikram ambaye Masih Maud alayhi salatu wasalam alimtabiri, je, unadhihirisha vipi uwezo kati ya Mwenyezi Mungu na uwezo kati ya nani, ya mwanadamu? Kwanza kabisa Pandit al-Ikram ndiye aliyeomba ya kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam atoe utabiri wowote kumhusu. Naam. Halafu akatoa utabiri kumhusu kwamba atapata hilaki katika muda fulani, na hii hilaki itatoka kwa Mwenyezi Mungu, itaandamwa na ishara za kimbingu za ajabu itakayowafanya wanadamu wapate kudua kwa sababu ya ile ishara kutokea. Kwa hivyo Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam ameeleza mwenyewe kwa maneno yake akisema kwamba nimejibu mara si haba kuhusiana na masuala haya yanayohusiana na utabiri kumhusu al-Ikram, ya kwamba hii ilikuwa ni changamoto ya kutaka kuthibitisha uwezo wa Mwenyezi Mungu na ule uduni wa kibinadamu. Kwa hivyo akaeleza wazi kwamba
hili ni jambo ambalo ni wazi lilidhihirisha kwamba kweli Mwenyezi Mungu anasimama pamoja na mja wake. Na zaidi ya hapo akasema kwamba ikumbuke kwamba si kitabu ambacho kimechapishwa kwa tukio hili hivi juzi. Hapana. Hili tukio nilichapisha kitambo zamani, wakati Al-Ikhram alikuwa tu na miaka 12, 13 hapo. Akiwa kijana tu. Ndio wakati ambapo habari hizi zilinifikia na nikaweza kuchapa katika kitabu cha Barahin Ahmadiyya. Sasa kwa kuwa hili tukio lilikuwa limerekodiwa kitambo katika Barahin Ahmadiyya, Sayyidina Ahmad alayhi salam akasema kwamba si jambo la kuleta ubishi tena. Ni jambo ambalo limedhihirisha ukuu wa Allah subhanahu wa ta'ala, uwezo wake na jinsi ambavyo anasimama pamoja na waja wake wanaompenda. Kwa hivyo lilikuwa ni swala ambalo halingezua hata taharuki na watu kutaka kujua ni kwa nini. Kwa sababu huyu ameomba mwenyewe utabiri ufanyike. Vile ameomba utabiri umefanyika. Na ameelezwa kwamba ishara zitakazotokea zitashinda mwanadamu kufahamu, zitakuwa nje ya uwezo wa fahamu ya mwanadamu. Kwa hivyo hata wengi watafakuri walishindwa kwamba watatafakari namna gani. Walikuna vichwa, polisi walikuna vichwa, wale wenye maarifa walikuna vichwa, hatimaye waliishia kukubali kwamba ni kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, asante sana kwa kueleza kuhusiana na kijitabu Istiftah, ikieleza mambo ya Pandit Al-Ikhram. Huyu Pandit Al-Ikhram alikuwa ni adui sana wa Uislamu, akimtukana Mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ikamuudhi Masih Maud alayhi salatu wasalam sana, mpaka nikikumbuka kisa fulani wakati alikuwa anapita akimsalimia Masih Maud alayhi salatu wasalam, basi wakamweleza Pandit Al-Ikhram anakusalimia. Sasema nitamjibu vipi yule ambaye anamtusi mpenzi wangu ambaye ni Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Asante sana kwa kutueleza kuhusiana na kijitabu hiki. Naam, na hii inatupeleka kwenye kitabu kingine cha Masih Maud alayhi salatu wasallam kinachoitwa Hujjatullah. Kitabu Hujjatullah kina nini? Mwalimu Saib, kinaeleza nini na ina maana gani? Baada ya kifo cha bwana Al-Ikhram, na tunavyojua ni kwamba baadhi ya maulama wa Kiislamu kila wakati walikuwa wakisimama na upande wa upinzani kutaka kumdhalilisha Masih Maud alayhi salatu wasalam, ikiwa bishara ilichelewa kutokea na kadhalika. No. Sasa kulipotokea kifo cha Al-Ikhram, tunaona kwamba ile hasira na hamaki na chuki haikuwa tu kwa wafuasi wa Al-Ikhram peke yao, bali katika pia maulama wa Kiislamu. Sasa ikatokea kwamba huyu bwana Maulvi Abdul Haq Ghaznawi, ambaye alikuwa ni mpinzani mkubwa wa Masih Maud alayhi salatu wasalam, akiwa na wenzake walitoa mabango ya maneno ya matusi na kejeli kumhusu Masih Maud alayhi salatu wasalam, na wakahoji kwamba Masih Maud alayhi salam hakuwa na ujuzi wa kutosha wa lugha ya Kiarabu. Basi wakatoa changamoto kwa Masih Maud alayhi salatu wasalam kwamba aje, kama ana uhakika kwamba anafahamu Kiarabu, basi aje washindane katika changamoto hili. Kwa hivyo ndio Masih Maud alayhi salatu wasalam akaandika kitabu hiki Hujjatullah, ambacho alikiandika mwaka 1899. Hiki kitabu ni cha 3 katika juzuu ya 12 ya Ruhan Khazain, na ni kitabu cha 42 katika ule mfululizo wa vitabu vya Masih Maud alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo Masih Maud alipopata hili changamoto, basi akalikubali mara moja, kwa sababu hizi ndio nafasi alikuwa akitafuta kudhibitisha ule ukweli wa Mwenyezi Mungu. Basi akakubali mara moja, akasema kwamba mimi nipo tayari. Basi ikiwa mnafikiria kwamba mnafahamu Kiarabu, basi tuandike kitabu mfano wa hiki. Na wakawapatia nafasi ya muda wa miezi 2, 3 mpaka 4, wawe na nafasi ya kutosha ya kuandika kile kitabu. Lakini ajabu ni kwamba bwana mtangazaji, baada ya Masih Maud alayhi salatu wasalam kukubali changamoto hii, hawa mabwana pia wakakuja wakanywea na hawakujitokeza kutimiza ile changamoto waliotoa wenyewe. Na Masih Maud alayhi salatu wasalam alikuwa amewapatia nafasi kwamba tukishaandika kitabu, mimi niandike changu na nyinyi muandike, basi tafuteni mtaalamu wa lugha ya Kiarabu, awe ni profesa au mtaalamu wa aina yote wa lugha ya Kiarabu, lakini basi aje ahukumu
baina yangu na kitabu chenu, tuone kwamba nani ameandika kitabu kwa ufasaha mkubwa. Lakini hawa bwana hawakuweza kujitokeza. Na Masihi Maud alayhi salatu wasalam akionyesha kwamba alikuwa na imani na ule msaada wa Mwenyezi Mungu kwake, alisema kwamba ikiwa hakimu yoyote angehukumu kwamba bwana Abdul Haq na marafiki zake kwamba walikuwa kwenye ukweli na kwamba kitabu chao kilikuwa ni chenye ufasaha mkubwa, basi angefanya maombi kwa Mwenyezi Mungu, na kwa muda wa siku 41 basi huyo hakimu angeweza kuhilikishwa na angekutana na mauti. Hili linaonyesha bwana mtangazaji ni kwa kiwango gani Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam alikuwa na yakini na ule msaada wa Mwenyezi Mungu kwake. Kwa hivyo haya ndio baadhi ya mambo ambayo yanapatikana katika kitabu hiki. Hii ndio changamoto ambayo ilitolewa na wapinzani ambao baadaye hata walishindwa wenyewe kujitokeza na kutekeleza walioyataka wenyewe. Naam, na pia inaeleza licha ya Masihi Maud alayhi salatu wasalam kutoa utabiri fulani hapo awali, hawa watu bado waliendelea kutoa hizi changamoto zao, yani kudhalilisha Masihi Maud alayhi salatu wasalam. Lakini pia nina imani ya kuwa walijua huyu ni simba wa Mwenyezi Mungu, anasaidiwa na msaada wake. Kwa hivyo nikaona changamoto ya Masihi Maud alayhi salatu wasalam ilinawiri sana. Je, hizi changamoto za Masihi Maud alayhi salatu wasalam ililenga kuonyesha nini kuhusu uthabiti hasa wa dini ya Kiislamu? Kwanza zililenga kuonyesha yule ambaye Mwenyezi Mungu anampa msaada wake wa kiroho, ili kuthibitisha ukweli wake. Na kwa hivyo ikawa kwamba katika hiki kitabu cha Hujjatullah, Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam katika kuandika kitabu hiki, Maulvi Abdul Haq Ghaznawi na Sheikh Najfi, hawa wawili walianza kumkengemeka na kumtusi kwa dharau, wakisema kwamba yeye hana ujuzi wa lugha ya Kiarabu. Na katika kufanya hivyo walikuwa wanajigamba kwamba wao ndio wajuzi. Kwa hivyo yeye Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam alipoandika kitabu, sasa akatoa changamoto kwao, akasema kwamba sasa muandike kitabu mfano wa hiki kwa kurasa, na kile Kiarabu chenyewe uzito wa lugha pale na balagha uwe unaeleweka vizuri kwamba aliandika kitabu hiki ni mtaalamu wa lugha. Kisha baada ya kuandika, mleteni mtaalamu wa lugha kama Maulvi Profesa Abdallah, au kama sivyo mlete mwanafunzi mwingine wa chuo kikuu ambaye ni mwanafunzi wa lugha ya Kiarabu ambaye anafahamu fani za lugha vizuri, aje aangalie, akague, halafu atueleze kwamba katika hii fani ya uandishi wa lugha ya Kiarabu nani mshindi na nani yule ambaye anasaidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa jamaa hawakuelewa ni kitu gani, kwa sababu walijaribu, hawakuwahi kuandika kitabu chao. Na akazidi kutoa changamoto, akawarai, akaieleza kwamba mimi bado natoa nafasi, mtumie miezi 4, 3 au 4, lakini mtoe kitabu cha aina hii, cha lugha nzito ya aina hii ya lugha ya Kiarabu, halafu mkilete tusome. Bado walikuwa hawawezi. Hasa basi akasema kwamba ikiwa mtaweza, nafasi bado ipo, ikiwa mtaweza kuandika kitabu kama hiki na mlete mtaalamu wa lugha ya Kiarabu aje akague, alafu aone kwamba kweli ninyi mmenishinda, basi itakuwa sawa. Lakini pia katika siku 41 yeye kama hataangamia ataishi, mimi nitachukua vitabu vyangu vyote nivitoe kwenye mtandao wa kuchapa vitabu na nivitupe ama niviweke kando, niseme kwamba sasa ni nafasi yangu kutubu kwa mikono yao. Hivi ndivyo Sayyidna Ahmad alayhi salam alitoa hii changamoto. Sasa hawa hawakuweza kumkabili kwa changamoto hiyo, kwa sababu kwao ilikuwa ngumu, yeye akisaidiwa na msaada wa Mwenyezi Mungu. Nataka mtazamaji anayefuatilia kwa makini ajue kwamba kinachozungumziwa hapa ni msaada wa Mwenyezi Mungu katika kumfanya mtumishi wake kufanya miujiza.
Hii yote tunayozungumzia ni miujiza ambayo Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam amefanya kwa msaada wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kama anafuatilia vizuri mtazamaji, ajue kwamba mahali tupo tumezama katikati ya miujiza ya Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam. Asante sana. Kijitabu hiki ni kidogo lakini kimebeba mazito mazuri sana. Yule mtazamaji akifuatilia basi atapata uhondo mzuri sana wa Masihi Maud alayhi salatu wasalam, usaidizi wa Mwenyezi Mungu kwake. Na je, kitabu cha Hujjatullah kililenga nini kuhusu uthabiti wa imani? Ilikuwa ni changamoto ndani ya kijitabu, lakini kwa neno nzima, kitabu nzima ilileta nini kwa imani? Bwana mtangazaji, tangu mwanzo, ikiwa mtazamaji wetu anafuatilia vizuri vipindi vyetu na mazungumzo yetu, atafahamu kwamba Masihi Maud alayhi salatu wasalam kila wakati amesema kwamba ule ukweli au udhibitishwaji wa ile tabiri zake au miujiza yake wote una shabaha ya kudhibitisha na kudhihirisha ule ukweli wa dini tukufu ya Kiislamu na ukweli wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu yeye amekuja kudhibitisha ukweli wa dini tukufu ya Kiislamu. Na amesema kwamba yote haya hayafanyi kwa sababu ya kupata sifa kutoka kwa watu, bali kupata ridhaa au radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Masihi Maud alayhi salatu wasalam katika kitabu hiki Hujjatullah, ambacho kina maana ile hoja ya mwisho wa Mwenyezi Mungu kwa wanadamu, amedhibitisha hili pia kwamba kutaka kuonyesha ule ukweli wa dini tukufu ya Kiislamu ni kwa namna gani ambayo Mwenyezi Mungu amesimama naye kudhibitisha ule ukweli wa dini tukufu ya Kiislamu. Na ndio pale ambapo anawachenga hawa mabwana Maulvi Abdul Haq Ghaznawi na huyu Sheikh Najfi na huyu bwana Abdallah Hussein wa Batala, kwamba walipokuja na hii changamoto kutaka kumchenga kuhusu lugha ya Kiarabu, Masihi Maud alayhi salatu wasallam akijua kwamba siku zote kwamba hii kazi ya umasihi amepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwamba siku zote Mwenyezi Mungu amesimama naye, alichukua hii changamoto kwa mikono yote miwili. Na tunaona kwamba hawa mabwana walitokomea na wala hawakuja kushindana na Masihi Maud alayhi salatu wasallam, wakijua fika kwamba hawawezi shindana naye, kwa sababu aliwapa nafasi kuchukua yule mtaalamu ambaye wao wangefikiria kwamba anaweza kufanya uamuzi mzuri, lakini bado hawakuweza kujitokeza na kuchukua hiyo changamoto. Pia Masihi Maud alayhi salatu wasalam katika kitabu hiki amewakosoa mashia au imani ya hawa madhehebu ya kishia kuhusu makhalifa hawa watatu wa kwanza wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukizungumza kuhusu Abubakar Siddiq radhiallahu anhu, Umar ibn Khattab radhiallahu anhu na Uthman radhiallahu anhu, kwa sababu kutokana na imani ya kishia wana itikadi kwamba hawa makhalifa si halali au hawakuchakuliwa kwa usahihi sawa na imani yao. Wanaona kwamba alistahili kuwa khalifa peke yake ni Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Kwa hivyo Masihi Maud alayhi salatu wasalam anaikosoa hii imani, akiwaambia kwamba hata Sayyidina Ali mwenyewe alidhibitisha ukhalifa hawa makhalifa watatu, kwamba walikuwa ni makhalifa ambao wameteuliwa kwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu tunajua vizuri kwamba bwana mtangazaji, kwamba Sayyidina Ali mwenyewe alifanya baiati ya Abubakar Siddiq, akafanya baiati ya Umar na akafanya pia baiati ya Uthman vile vile. Hili linaonyesha kwamba alikuwa na imani kwamba hawa ni makhalifa waliochakuliwa kisahihi. Kwa hivyo Masihi Maud alayhi salatu wasalam amerekebisha hii hali na akatangaza kwamba, akaonyesha kwamba hawa walikuwa ni makhalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na bwana mtangazaji, kama tutaangalia katika historia, tunaona kwamba kazi walioifanya hawa makhalifa inadhibitisha wazi kwamba ni makhalifa waliochakuliwa kihalali, kwa sababu mahala ambako wamechukua Uislamu kutoka kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na mahali ambako waliufikisha kiwango ambacho Sayyidina Ali akichakuliwa kama khalifa, basi walikuwa wamepiga hatua kubwa sana ya kimaendeleo kuhusu kueneza dini tukufu ya Kiislamu. Na kazi kama hii bwana mtangazaji ni kazi ambayo haiwezekani kwa nguvu za binadamu isipokuwa mpaka msaada Mwenyezi Mungu uwepo. Kwa hivyo Masihi Maud alayhi salatu wasalam aliwaweka wazi wajue kwamba hawa watatu walikuwa ni makhalifa halali wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asante sana Mwalimu Saib, na pia ningependa wajua yule ambaye anatazama, utapata sio mwanajumuiya, utapata ni msuni, labda mshia, na ukieleza mtu yeyote, Muislamu yeyote ya kuwa wewe ni mwanajumuiya, anaanza kukunasibisha na washia. Je, kati
ya Wahmadia na Washia kuna utofauti gani, ili yule mtazamaji apate kuelewa? Kuna tofauti kubwa kati ya Ahmadia na Shia. Kwa sababu Wahmadia ni dhehebu ambalo limetoka kwa Ahli Sunna. Sasa tukiangalia kwa mfumo mzima wa kuchunguza, tunakuta kwamba Ahmadia wametoka kwa Sunni, hawana uhusiano wowote na Mashia. Mashia wako kando kwa sababu walijiita Mashia, bimaana walijitenga. Asante sana. Na najua yule mtazamaji amepata kujua tofauti kati ya Ahmadia na Shia, kwa sababu wengine wanatuita Mashia. Naam. Mwalimu Saib, neno ya mwisho kwa yule mtazamaji kupitia vitabu vya Masihi Maud alayhi salatu wassalam kabla tufunge. Mimi wito wangu ni kwamba watazamaji wetu wafanye bidii kwamba baada ya kutufuatilia hivi vitabu tunafanya dondoo. Lakini ili kupata ile uhondo kamili, basi wajitahidi kupata hizi nakala kutoka kwa maktaba zetu ambazo sasa zinapatikana kila mahali. Na wale wenye hizi simu za mkononi tunaita smartphone, wana nafasi ya kudurusu na kuvipata katika mitandao. Kwa hivyo ile yote tunazungumza na ule uhondo wote ambao tunazungumza wanaweza kupata katika vitabu hivi. Kwa hivyo wasitosheke tu na kufuatilia vipindi katika runinga, bali pia baada ya hapo watafute hivi vitabu na wavisome, sababu katika hivi vitabu kuna ule muongozo na nuru ambayo Masihi Maud alayhi salatu wasalam anatutaka kwamba kama wafuasi wake tuishi kulingana na haya mafundisho ambayo yanapatikana katika vitabu. Kwa hivyo wana nafasi hiyo, bwana mtangazaji, na ni vitabu vinapatikana kwa bei nafuu. Ni mtu akiwa na hela zake anaweza fika pale kwenye maktaba akapata kwa bei nzuri sana, na akaweza kuvisoma na pia akaweza kuwafaidisha na wale wengine. Yani akisha soma naye pia awajulisha, wafundisha wale wengine. Kwa hivyo ni kwa njia hii ambayo tunaweza kuimarika kiimani kama Waislamu na kama wanajamaata Ahmadia. Naam, asanteni sana kwa kufika kutuelimisha kupitia vitabu hizi viwili, Istiftah na Hujjatullah. Najua yule amekaa sawa sawa, yule mtazamaji amepata elimu ya kutosha. Mwenyezi Mungu naye awabariki sana mahali popote mpo, na muweze kufika tena tuendelee kumuelimisha yule mtazamaji. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ndugu mpendwa mtazamaji, tumefika tamati, lakini nasaha yangu ni kuwa tusome vitabu vya Masihi Maud alayhi salatu wasallam. Vitabu nzuri sana ambavyo vimeeleza Qur'ani tukufu, hadithi za Mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, na pia kama mlivyoelezwa vitabu hivi vinapatikana kila mahali na pia mitandaoni katika tovuti yetu ya alislam.org. Kwa hivyo hakuna hudhuru wowote, bali tuendelee kupata elimu kupitia vitabu hivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आज़मान वाले ये नुस्खा भी आज़मा, ऐ आज़मान वाले ये नुस्खा भी